اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. لله الحمد. Tulianza muqaddima wa surati Ad-Duha na tukaeleza katika muqaddima idadi ya aya katika sura tukufu kama hii ambazo ni aya 11 na maneno ni maneno 50 yaliyotumika na herufi ni 165 kama tulivyosema katika halaka as-sabiqa. Pili, tukataja muhur au muhtawiyat, maudhui yanayobebwa na sura hii, na tukasema kwamba katika Al-Qur'anul Karim kuna sura 3 ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameelekeza khitabi yake moja kwa moja kwa Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi, hii ikiwemo katika sura hizo 3 Wadh-Dhuha, kisha suratu Al-Inshirah, wengine huita suratu Alam Nasrah, vile vile suratu Al-Kauthar. Sura hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamkhutubia mtume wake moja kwa moja kwa sura ya kumuondoshea ile Waingereza wasema depression, msongo mawazo, kwa anayoambiwa mpaka moyo wake ukawa unadhikika, sababu ni mtume, ni mwanadamu, moyo wake unadhikika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaitia ama akaingilia kati kumpoza mtume wake sallallahu alayhi wasallam, kumuondoshea depression ile na kuonyesha neema mbalimbali ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtunuku mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo neema hizi zinaashiria mahaba na mapenzi ya dhati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mtume wake Mtume Muhammad sallallahu wasalamuhu alayhi. Sura kama hii ni katika zile sura 15 ambazo zimeanza na kiapo. Tulisema nyuma kwamba kuna sura 15 katika sura 114 za Al-Qur'an Al-Karim zimeanza na kiapo. Na tulieleza nyuma, kiapo ni mojawapo ya uslub unaotumika katika capture attention, win attention, kuwa yule anayeapa ni Mwenyezi Mungu na kinachoapiwa ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo iwe watu watazingatia kile kiapo na kuzingatia kile kilichoapiwa, kisha na jawabu al-qasam, lile jibu la lile kiapo. Kwa hivyo kiapo kwanza tunaangalia aliyeapa nani, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pili, kile kinachoapiwa ni kitu gani? 3, jibu linalokuja baada ya al-qasam inaitwa jawabu al-qasam. Ni muhimu sana ndugu zangu kuinterrogate Al-Qur'anul Karim, si maneno ya hivi tu haya au mashairi mtu anakuja kuzungumza. La, Qur'ani ina uzito katika ile composure yake, jinsi ilivyoteremshwa, jinsi ilivyokuja uslubu wake. Leo tutaanza aya hizi 3. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wadhuha. Wau hii huitwa waul qasam, ni wau ya kiapo. Katika lugha ya Kiarabu
ilivyokuwa na utajiri, wao ina maana mengi sana. Miongoni mwa maana ya alwau ni alqasam. Tukisema wallahi, hii ni kiapo, na kama nilivyosema Mwenyezi Mungu ameapa sana katika Qur'ani, katika sura kama hizo, sema watini wazaitun waturi sinin. Lillahi alhamdu. Kuna ratibu wetu mmoja alituletea tin, lillahi alhamdu minna, Mwenyezi Mungu amjaze kila khairi. Watin, wao ni qasam. Mwenyezi Mungu akaapa washamsi wa duhaha, akaapa vile vile wal-laili idha yaghsha, akaapa wan-najmi idha hawa, wat-turi wa kitabi mastur. Hizi huitwa wao al-qasam. Kisha kuna wao hufanya kazi ya al-atifa au al-atfia, yani wao al-atf, kiunganishi, the conjunction. Ukisema jaa zaidun wa muhammadun, ay ishtaraka muhammadun wa zaidun fil maji, yani walikuja yani pamoja, inaitwa wao al-atifa. Kisha kuna wao halia, wajao abahum ishaan yabkun, wao halia, yani wao halia, jaa muhammadun wa huwa yabki, amekuja Muhammad ilhali akilia. Kwa hivyo wao ni katika ina maana mengi. Miongoni mwa maana hayo ni alqasam, kama ilivyokuja katika aya kama hii tukufu, wadhuha. Katika kiapo hiki cha dhuha tutakizungumza kwa nguzo tatu. Nguzo ya kwanza, nini maana ya adhuha? Adhuha ni irtifau shams ila qubail zawali shams. Hivyo ndivyo maana ya adhuha, yani jua likishachomoza kwa kadiri ya rumhi, wenyewe wanasema, hadi mpaka karibu na jua kupinduka, kuingia wakati wa nini? Wa dhuhuri. Wanasema mafukaha wa kipindi cha robo saa kabla ya zawali. Kwa hivyo tuseme kwa hapa Mombasa kwa sasa hivi, kuanzia saa 12 labda na nusu tuseme, au na 20 hadi saa 7 au saa 6 na dakika 40, saa 6 na dakika 39 mpaka saa 1 asubuhi, huo wakati huitwa nini? Adhuha. Na ndio maana kuna swala ambayo inapendekezwa Muislamu kuswali, inaitwa salatu dhuha. Idadi yake kubwa ni raka ngapi? 8, lakini utaziswali mbili mbili. Uwezi 8, swali 2. Una uwezo kidogo, swali 4. Na wakati wake ni kuanzia sasa kutoka kwa jua hiyo likishatoka mpaka kadri rumhi, saa 1:15 tuseme, mpaka saa 6 na dakika 30 au 6 na nusu hivi. Huo ndio wakati wa salatu dhuha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaeleza swala hii faida yake, akasema salatul awabina hina tarmudu alfisal, swala ya wenye kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni salatu dhuha. Ni inauswaliwa wakati ambapo mtoto wa ngamia anarudi kutafuta kivuli kwa nani? Kwa mama yake, anakijua limekuwa kali, ndio watu huswali salatu adhuha. Kwa hivyo adhuha ni saatu min nahari, ni moja katika nyakati za nini? Za mchana. Pili, wadhuha, baadhi ya mufassiruna wanasema inayokusudiwa hapa ni kile kipindi ambacho wachawi wa Firaun waliweza wakasilimu baada ya mjadala mkali baina yao na nani? Na Musa alayhi salam, wa an yuhshara an-nasu duha. Firaun alikuwa mtawala ambaye alitetea si tu cheo chake cha kisiasa, bali alitetea fikra, yani ideolojia yake, kiwaambia watu, mimi haya nilionayo mimi ni mazuri na ni bora zaidi kuliko haya yanayozungumzwa na nani? Na Musa alayhi salam.
moja katika hali ya kupambana na Musa alayhi salam, akataka challenge masala ya haki. Kaja watu wakatangamana, wakaingia katika siku ya Idi, sherehe zikafanywa, masuala ya fimbo kutupwa kama kisa kilivyoelezwa. Mwisho Firaun akashindwa, manake ile fimbo iliyotupwa na Musa alayhi salam ilikuwa si fimbo, sasa iligeuka kwa nini? Ni nyoka wa kikweli. Wale wachawi waliona ni nyoka, licha zile fimbo zao walizozitupa, wale wachawi waliziona ni fimbo, walizuga macho ya watu wakaona ni nini? Ni nyoka, lakini wenyewe waliona nini? Ni fimbo. Lakini ilipotupwa fimbo ya Musa alipoambiwa kutupa fimbo yako, wale wachawi wakaiona hasa ni nyoka ina meza, kama ilivyokuja katika suratu Yunus. Kwa hivyo wako baadhi ya mufassirina wanasema kwamba dhuha hapa ni kile kipindi ambacho saraa au wali inama, manake walianguka wale watu kwa kusujudu baada ya kuona haki imeprevail, yani haki imetawala. Wadhuha ni kipindi ambacho vile vile Mwenyezi Mungu akatumia mianga au mwangaza wa jua, tofauti asitumie washamsi wa dhuhaha katika sura Shams, kama tutakavyofasiri inshallah. Washamsi wa dhuhaha, anaapa na jua na mwangaza wake. Hapa anaapa tu na mwangaza peke yake. Mwangaza wa jua una umuhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Leo katika masala ya biolojia na sayansi kuna kitu kinaitwa photosynthesis. Kiswahili huitwa osinasisi, ndio photosynthesis. Yani kwamba mimea ili iweze kunawiri inahitaji nini? Inahitaji miangaza ya jua. Na haya mambo yaliweza kuelezwa na Qur'ani kabla ya kuja huyu mwanasayansi wa nadhani Ujerumani kama sikosea, wakina Albert Einstein alipokuja na theory yake ya masala ya light, mass and weight, akaizungumzia masala ya mwangaza. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anapoapa na jua au na mwangaza wa jua, kuna unyeti katika maisha yetu. Lakini tuki-explore zaidi katika masala ya mwangaza, hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kiapo hiki, walaili idha saja, kama tunavyosema ma wadaka rabbuka maqala, kuna jambo zuri zaidi hapa. Mwenyezi Mungu akaapa na dawn, yani mwangaza, ambao hii leo ndio title ama terminology inayotumika kama symbol ya mabadiliko. Kenya ilipo promulgate ile new constitution hapa ilikuwa the new dawn, sio? Yani kwamba kama kwamba watu wanafunga the new chapter in their life, kuna maisha mapya yanafunguka. Sasa Mwenyezi Mungu kuanza wadhuha, wallahi ni bishara kwa Uislamu ni dawn, new dawn, kwamba fitra ya wahyi imekatika kwa mtume wangu, lakini safari ya kuangaza ulimwengu, kwamba Uislamu ambao Mwenyezi Mungu amekutukumiliza nao wewe Mtume Muhammad sallam ni kama new dawn ambao italeta radical change, mabadiliko ya kimsingi katika dunia. Mwenyezi Mungu akasema wadhuha, akaapa na nini? Na mwangaza, kana kwamba anatuambia kihakika kipindi ambacho Uislamu haukujakupa ewe Muhammad ni kipindi cha giza, darkness. Lakini kipindi ambacho baada tumekutumiliza ewe mtume ni kipindi cha new dawn, ni kipindi cha dawn, ni kipindi cha mwangaza, ni kipindi ambacho kitaleta mwangaza si katika jaziratul Arab bali ulimwengu mzima. Na lillahi alhamdu wal minna. Wallahi leo tunazungumzia Uislamu katika dunia hii ulivyoleta mabadiliko makubwa leo katika ulimwengu, jinsi Uislamu ule utajiri ulioko na thakafa iliyoko ya Uislamu na sheria zilizoko katika Uislamu zilivyotatulia wanadamu, na inatarajiwa insha Allah taala Uislamu
utaweza kurudia haiba yake na kuweza kuwatatulia wanadamu wahisi ile donia ya Uislamu. Wadhuha, kisha Mwenyezi Mungu asema wal-laili idha saja. Hii katika balagha inaitwa at-tankiz. Unataja mwangaza kisha unataja giza. Ni vitu ambavyo ni contrasting statements, kwamba mwangaza kinyume chake ni usiku, giza, na giza kinyume chake ni mwangaza. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema wal-laili idha saja, na usiku manake unaposhamiri, unapokabili. Wal-laili idha saja ay idha akbala, na saja min as-sajai au min sajia au asijia, ile mtu kama kujifinika pia inaitwa nini? Saja. Kwa hivyo na giza linapo kunawiri, manake linapoanza kumeza ule usiku ikawa sasa ni usiku. Maulama wanasema hii wal-laili, usiku, na kutajwa dhuha hapa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa vitu viwili. Anafananisha kile kipindi ambacho Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ana msongo wa mawazo, ya Rabbi, nimefanya nini mimi, mbona wahi umenikatikia? Yani kana mtume akawa ana soul searching, anajitafuta. Na hii ni kawaida kwa wanadamu wote. Wakati mwingine kuna wanasema pessimistic, yani una mawazo ya kwamba mambo yatakuwa mabaya. Tumefanyika kitu gani hapa? Mbona mawasiliano hakuna? Kwa hiyo mtume alikuwa kiumia sana hapa. Wahi ulishuka, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ukashuka ya ayuhal mudaththir, ukashuka ya ayuhal muzammil. Kisha kipindi hiki kikawa kuna pause ya wahi, na tulivyosema, wanavyoni wengine wanasema kilichukua kipindi cha mwezi mzima, wengine wanasema kilichukua siku 15. Lakini kipindi hiki kwa ni speciali tofauti na aya. Mfano katika suratul Kahf kuna kipindi wahi ulikatika vile vile katika suratul Kahf na suratul Nur. Baadhi ya mufassirina wanasema pia kabla ya kuteremshiwa suratul Nur wahi ulikatika, ndipo Mwenyezi Mungu akapewa Mtume sallallahu akampa suratul Nur. Mwenyezi Mungu akampa mtume wake suratul Nur, akiteremsha suratul Nur. Kuna kipindi ilikatika wahi, lakini kipindi hiki ni kipindi ambacho sallallahu alaihi wasallam yupo katika saha ya da'wa. Silaha anayotegemea ni wahi, kwa sababu Uislamu si guesswork. Uislamu ndio kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akitegemea wahi kuweza kuitumia kama njia ya kuweza kufikisha ulinganizi wake. Leo mara unakatika wahi. Mtume alikuwa katika hali ya desperate, wanasema daunting situation kwa wazungu. Alikuwa katika hali ya taharuki. Sasa maskini analili nafsi yake, watavaidan, nimefanya nini ya Rabbi? Yeye anajishuku nafsi yake, pamoja na kwamba ametekeleza mambo yake, lakini anajishuku, ya Rabbi, imekuwaje? Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala badala ya pessimistic anatumia optimistic. Anamwambia, ya Rasulullah, ewe mtume wangu wa Mwenyezi Mungu, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, hujafanya lolote la kunikwaza, hujafanya lolote, mimi ni mkwasi, mimi nafungua chance ya yule mtu ambaye yuko labda ni mahmum, mimi namfungulia nafasi. Na hii ndio zawadi, si kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali hata kwa umma mzima. Wakati mwingine wewe kama mwanadamu waweza kuona mambo hayaendi vizuri kabisa, mpaka kusema, ya Rabbi, mimi naswali usiku, mambo hayaendi, umeniacha. Wallahi, Mwenyezi Mungu haachi mja wake mu'min. Mwenyezi Mungu haachi mu'min. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Hakumwacha Nabiullahi Yunus alayhi salam katika tumbo la samaki, atakuacha na wewe? Mwenyezi Mungu hakufunga kwamba hii ilikuwa ni favor tu kwa nani? Kwa Yunus. Fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mwenyezi Mungu hakuifunga tu kwa nani? Kwa Yunus. Aliposema fa anjainahu, Mwenyezi Mungu akasema wa kadhalika nunjil mu'minin, na vile vile kwa waumini ofa hii wanayo. Wakati mwingine upitia kipindi hiki ukawa una zile humumu, itakuwaje kesho yangu, itakuwaje? Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sura hii anaambiwa kwamba wadhuha
wal-layli idha saja, kiapo hiki cha mchana ama yani kipindi cha dhuha, kipindi cha mwangaza wa jua, na usiku unapo kabiliana. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Ma wada'aka imekuja bima nafia, ina maana Mwenyezi Mungu anatufundisha hapa kuwa anajua dhamiri zetu. Mtume ilikuwa ana msongo wa mawazo kana kwamba mimi najua nafsi yako, najua nafsi za waja wangu. Kwa hivyo kitu anachokitaka Mwenyezi Mungu ni kumnong'oneza tu, lakini Mwenyezi Mungu anajua dhamiri zetu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ay ma tarakaka, hakukuacha Mola wako. Hii ma wadda'aka min at-tawdiya. At-tawdi ni kama kuaga vile vile, yani Mwenyezi Mungu haja kuaga, haja kuacha. Hata huu wahyi kukatika haina maana Mungu amekuacha, bali kama tulivyoeleza hikma ya kwa nini wahyi kukatika hapa, tukaeleza mojawapo ni maandalizi ya kubeba majukumu mengine baada ya hapo, na tashwiki, kumtia hamu sallallahu alaihi wasallam ili aweze kuendeleza kushika vizuri nini wahyi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akamfungulia kwamba ewe mtume wangu, usidhanie kwamba eti mimi kwa kusitisha wahyi nimekutupa ama na kuadhibu. La, ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Kwa sababu mtume alikuwa ana waswasi, nimemfanyia nini Mwenyezi Mungu, au mahaba yangu na Mungu yamekatika tena? Kama hivi kwa wanadamu hutokea wakati mwingine kukosana na mtu, tarajia labda akikusalimu hakuna salamu kwa sababu labda umemkwaza mahala. Kwa Mwenyezi Mungu hakwaziki. Wallahi, uangalia mtu anakuwa kafiri kisha mtu yule anaslimu, Uislamu yajubu ma qablahu, unafuta yote uliyofanya katika kafiri. Neema kubwa ya Uislamu ndugu zangu. Kama vile vile at-taib kama la dhanba lahu, mwenye kurudi kwa Mwenyezi Mungu, mwenye kutubu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hana nini? Hana dhambi. Ni makosa ndugu zangu kuwakatisha watu tamaa, na wanadamu mara nyingi anapenda mchezo huu sana. Ona mwenzake ana maasi, basi wallahi mtu kama yule sidhani atamsamehe Mwenyezi Mungu, yule mtu mbaya yule. Yani mpaka yule mtu anajihisi kwamba amenyanyapaliwa, stigmatization. Manake ni mtu kana kwamba sasa huyu mtu ashahukumiwa. Muislamu hafai kumkatisha mtu tamaa. Hilo ndilo funzo ndugu zangu tunalipata hapa, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haja kuacha Mola wako, kisha hakusema wa ma qalaka, akasema wa ma qala, akatulia. Wanasema wanavioni hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaonyesha rahma yake kubwa sana kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani Kiarabu ingesemwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Alqala au alqila ni chuki. Sasa Mwenyezi Mungu hakukutupa wala hakuchukia. Ingelisemwa wala hakukuchukia, lakini hakusema wala hakukuchukia, akasema wala hakuchukia, rahmatan linnabii sallallahu alaihi wasallam. Na pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufundisha kuwa na adabu na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa Mwenyezi Mungu mwenyewe ambaye Mtume amuita ni abd, subhanalladhi asra bi'abdihi, hapa anachunga lugha. Mwenyezi Mungu yeye Taala lahu al-kibriya fi samawati wal lahu mulku samawati wal ardh. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nani? Ni abdulillah, ni mja wa Mwenyezi Mungu. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala kutufundisha heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatumii harsh language. Kwa nani? Kwa sallallahu alaihi wasallam. Wama qalaka, ingesema hivyo, lakini wama qala, na Mwenyezi Mungu haja chukia. Usione kwamba ati Mwenyezi Mungu amekuchukia wala amekutupa. Aya hizi ndugu zangu zinaonyesha ile profile ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ni kubwa, na vile vile profile ya Uislamu. Lakini pia kuna funzo katika aya kama hizi. Muislamu ni yule ambaye siku zote anakuwa optimistic. Una dhana nzuri kwa nani? Kwa Mola wako. Unajenga dhana nzuri kwa nani? Kwa Mola wako. Licha ya shida utakazopitia, lakini jenga dhana na nzuri kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Waislamu wenzako wadhanie vizuri.
Kwa hali hii ndugu zangu, aya hizi zikawa zinampoza sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana kwake sallallahu alaihi wasallam, tukimalizia, kila zito kwake akiliona ni nyepesi. Na Aisha radhiallahu anha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja namuona amelala akigeuka kitandani. Kwa sababu nini? Ya njaa. Sababu muelewe ndugu zangu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilipita siku takriban 3 hana kitu, ana njaa. Wazungu wasema starving, sababu kuna hunger na starving. Sasa ni njaa. Na Aisha radhiallahu anha akawa anaigusa tumbo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na huko analia. Aulizwa na amwambia, na Aisha amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala tad'u rabbaka ya Muhammad ya Rasulullah, kwa nini usimuombe Mola wako wewe akakupa chakula? Sikiza jibu la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema haya ndio mambo yaliyopitia ulul azmi min ar-rusul. Hakika walipata shida, lakini kila wakipata shida walizidisha kheri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu akawapokea. Na mimi hizi si shida. Hivi ndivyo sallallahu alaihi wasallam akiwa katika hali ya Maka. Ndugu zangu, hali ni mbaya. Uelewe huyu mtu anabeba jukumu la da'wa ambayo inalenga kuleta mageuzi, radical change. Anapitia kipindi kigumu katika maisha yake, economically situation yake iko mbaya, lakini hajaweka na kubwaga jukumu la Uislamu nyuma. Leo sisi lillahi alhamdu, wengine wanamiliki magari, wengine wamiliki mashallah mameli na nini, lakini mtu anaachana Uislamu, hala hana haja na majukumu ya Uislamu. Bali sisi tukipata neema kubwa ndio tutatupa majukumu. Ajabu ya mwanadamu. Aweza kuja mtu hapa akaswali na sisi kwa sababu hana kibarua. Akipata kibarua swala hakuna. Aweza ona mtu ana mke anahangaika, jamani wazesheni, akatakiwa kwa msikitini achangiwe, akiozeshwa ndio mtu wa kwanza haonekane kabisa, dawa ishakufa kwake, majukumu yote yashakatika. Ndugu zangu, huwa ni mtihani. Kwa hivyo sura kama hii ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamliwaza mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na kutuliwaza sisi kwamba siku zote tuwe na optimistic kind of character. Sisi tuwe optimistic, maana tuwe na dhana nzuri kwamba hali ulionayo hii, past memories, hizi historia yako nyuma asahau, rudi kwa Mwenyezi Mungu na Allah Subhanahu wa Ta'ala atakupokea. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu